Alionyesha hapa la kwamba yule kuja na kiongozi ambaye ana maagizo kutoka nje. Nafikiri mimi nilikaimu hii nafasi, nilikuwa makamu mwenyekiti wa bodi liko miaka 4 na uzoefu kidogo wa kiongoza bodi ya ligi. Kwa hiyo niko hapo kwa miaka 4 na hapa nikakaimu nafasi ya mwenyekiti kwa muda miezi 5 na huu wa 6. Na hilo jambo halikuwepo. Mimi nafikiri bodi ya ligi kuu inaongozwa na kanuni na taratibu ambazo hazitoi nafasi ya mtu kuleta mawazo yake au kuleta mawazo kutoka nje ya zile taratibu ambazo zilizopo. Hilo ni wahidi tu mbele yenu kwamba hilo halitotokea ndani ya uongozi wangu. Tutakuwa na uongozi wenye uadilifu na uaminifu kwa mpira wa nchi yetu. Nahitaji kutumikia kama ujuavyo, huwezi kupata hii nafasi ya kugombea bodi ya ligi au wajumbe wenzangu hapa bila kuwa kiongozi kwenye timu ya mpira. Ni kwamba lazima ujitoe huko ulipo ili kuja katika hizi nafasi kubwa kabisa za kutumikia mpira kwa jumla wake. Na kama ujuavyo, bodi ya ligi inaongoza ligi hizi 3, ligi ya NBC Premier League, Championship na First League. Mpira kwa ujumla wake uko ndani ya mwamvuli mkubwa wa TFF ambao unaongozwa na rais wetu makini ndugu Wallace Karia. Kwa hiyo upande wa hizi ligi ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi ambayo tumekasimishwa kuziongoza, nihakikishie tu jambo la kwanza, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu fupi, mpira wetu unakuwa. Mpira wetu unakuwa kwa kila nyanja. Sasa hakuna tena wanasema hakuna ambacho kinajificha. Sasa mpira wetu unahitaji kuboreka zaidi. Niseme moja jambo ambalo mimi na wenzangu hapa tutakuwa jambo la kwanza kulivalia njuga, kama nilivyosema awali, ni kuhakikisha kwanza haki inapatikana ndani ya uwanja kwa timu zetu. Nikisema hivyo na maana pana kabisa, kwa sababu ule ndo msingi wa kila jambo. Tukitaka sponsors, tukitaka kuwa ligi bora, tukitaka kuwa na bali zaidi, tukitaka kuwa na wachezaji bora, lazima jasho lake mtu aliyetoa uwanjani apate manufaa yake. Nikiwa na maana ya kwamba kidogo si sana kidogo, kama unavyojua mpira sasa teknolojia, ili kupata haki kuna wanaosimamia ndani ya uwanja, wanasimamia haki sheria 17, kila mtu apate haki yake. Lakini mpira ulioendelea duniani ni kwamba sasa ishaonekana uwezo wa binadamu umeanza kupitwa na hilo jambo. Sasa lakini kwetu bado hatujafika huko. Kwa hiyo tunategemea wale watu wetu ambao wanasimamia, tusimamia kwanza kuwapa mafunzo, kwa sababu wakipata mafunzo wakiwa na dhati ya kwamba wanataka kuendeleza mpira wetu, kwa sababu hilo jambo limewezekana. Ndani ya maamuzi ya haki tuna kijana mmoja ambaye sina haja ya kumtaja jina katika hao, ni ndo superstar wetu. Mechi ukimwona ameshika firimbi katikati, kila mtu anasema yes. Ukienda ukitazama, nakumbuka mwaka jana naangalia nusu finali ya club champion ya Afrika, namuona alikuwa yuko pale Cairo kama 4th official. Ni kwamba kuonyesha kumbe tunaweza. Sasa ule ndo msingi wa mpira wenyewe. Sasa jambo la mwanzo ni kwenda kuhakikisha kila klabu, iwe kubwa iwe ndogo, inapata haki yake ndani ya uwanja, ili mpira wetu ukisha kuwa tayari na ushindani ambao kila mtu apata haki yake, kila kitu kitakuja, sponsors watakuja, maslahi yataongezeka na mpira utakwenda juu. Lakini lazima kwanza uanzie kule chini kwenye mzizi. Beshwa mzigo mkubwa wa kutaka kuchukua mpira wa Tanzania wote kwa juu ya mabega yetu, hapana. TFF ipo, inashughulikia kila program za kuendeleza vijana, mpira wa wanawake, timu ya taifa zipo zinaendeleza. Huku hatuna jukumu hilo. Jukumu letu ni ligi zetu 3 kuwa bora zaidi, kupata maslahi zaidi. Lakini maslahi zaidi ndani ya mpira ni mchezo ambao unataka ushindani. Wanasema kama ile ladha. Siku moja niliwahi kusema tunakosa ladha ile ya mechi, wakati mwingine unaondoka. Kuna mtu akanikosoa Kiswahili ananiambia huko sawa, ladha inapatikana mdomoni. Lakini mimi niliona bado mimi nikambishi ndani ya moyo wangu, nikiamini kwamba bado mpira una ladha. Ikiwa unakwenda uwanjani ukiona mambo yanakwenda sivyo ndivyo, unakosa ile test ya mpira. Sasa mimi nikiwa sponsor namba 3, niko pembeni, nataka niingize pesa yangu pale kwenye mpira ambao nauona mpira wenyewe huko hauna ladha tena. Nikisema hivyo nafikiri na maana pana kabisa. Kwa hiyo lazima hili jambo sio la viongozi wa bodi ya ligi tu, sote kwa jumla wetu
Huu mpira umekuwa namba 4 Afrika, si kazi ya bodi ya ligi, si kazi ya TFF. Mmefanya kazi kubwa sana. Waandishi, ukifungua simu yako unakwenda kwenye mitandao unakuta kazi yenu ipo. Ukienda kwenye redio ukifungua asubuhi tunaanza wengine tunakwenda kazini tunaanza ikianza kufika saa 1 tu tunakuta kazi yenu ipo. Kumbe na nyinyi mna mchango mkubwa. Aidha wote kwa pamoja, watoto wangu wengine wengi, watoto wangu nyinyi, kutoka leo kila mtu achukue jukumu la kupigania mpira. Ni industry kubwa. Vijana nyote hapa mpo kwenye industry ya mpira. Mpira huu ungekuwa hujafika hapa ulivyo, ina maana nyote hapa msiko katika hii industry. Lakini tunaongeza wengine wanakuja, wengine wako nyuma yetu. Kumbe tuna nafasi ya kutengeneza kitu kikubwa zaidi katika mpira. Lakini tunapoona jambo si kwa ushabiki. Unajua nasi tuna ushabiki mwingi kwenye mpira wetu, of course. Si jambo baya. Japo wakati mwingine tunatumia vibaya, lakini si jambo baya. Ushabiki ndio mpira wenyewe. Hatuzuii, hatusemi kwamba kuna klabu zina favor zaidi, hapana. Hatusemi kwamba labda watu kuna mianuko zaidi kwa zile klabu nyingine, hapana, hatusemi hivyo. Mpira kwa ujumla wake mna nafasi kubwa ya kujenga mpira wetu, kutoa hapa ulipo kufikisha huko. Sisi kama viongozi tukiondoka hapa, atakayefungua simu yake ni kwenda kuangalia tu nini kimetokea basi. Atakayekwenda kukipeleka huko nini kimetokea, nini kimefanyika, ni nyinyi. Mna nafasi kubwa sana ya kuinua mpira wa nchi yetu. Mnapoona jambo haliko sawa, inapaswa tudikemee wote, kwa sababu nyinyi mna sauti kubwa sana kusema. Sisi viongozi utanioje mara moja tu. Wewe una kazi yako ya kuweza kuyabaisha Tanzania nzima. Ndio maana nikarudi pale pale. Kwanza turudi kwenye msingi, tuhakikishe wote kwa pamoja haki inapatikana ndani ya uwanja. Tukipatikana haki ndani ya uwanja, sponsors atavutika. Hakuna mtu ambaye anakuja mahala ambapo hapana haki, atakimbia. Kwa hiyo sote kwa umoja wetu, watoto wangu na waombeni, na tupambane kuhakikisha mpira wetu unasonga mbele. Mmefanya kazi kubwa, hongereni, lakini bado si kwamba ndio tumefika mwisho, bado na nafasi ndefu zaidi ya kusogeza mpira wetu ufike mbali zaidi.